Huyu ni binti wa zamani wa rais wa Afrika Kusini anayekabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Ndiyo sura mpya katika sakata la muda mrefu la Zuma nchini Afrika Kusini inatarajiwa kuanza, na binti rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 43 anatarajiwa kufikishwa mahakamani. Zuma Sambudla anatuhumiwa kwa uchochezi wa kufanya ugaidi chini ya sheria ya ulinzi wa demokrasia ya kikatiba dhidi ya ugaidi na shughuli zinazohusiana. Pia anatuhumiwa kwa uchochezi wa kufanya vurugu za umma. Machapisho kadhaa kutoka Julai 2021 kwenye kile kinachojulikana kama Twitter, wakati huo ndio kiini cha kesi dhidi yake. Katika ujumbe mmoja wa Twitter huko, alichapisha picha video ya meli ya kusafirisha magari ikiwaka moto na magari yakiwa yamerundikwa Moi Plaza, lango la ushuru, karibu na moja ya miji ya KwaZulu-Natal iliyoathiriwa zaidi na vurugu hizo, pamoja na hashtag ya Free Jacob Zuma. Aliandika Moi Plaza, tunakuona Amandla, pamoja na emoji 3 za ngumi. Amandla inamaanisha nguvu katika lugha ya Kizulu na ilikuwa kauli mbiu inayojulikana katika harakati za upinzani dhidi ya utawala ubaguzi wa rangi wa wazungu wachache. Katika ujumbe mwingine wa Twitter alichapisha bango linalotaka kufungwa kwa Zulu-Natal, ikijumuisha barabara, viwanda, maduka na serikali hadi rais wa zamani aachiliwe huru. Pia alijumuisha neno la Kizulu azishe, ambalo kwa kweli linamaanisha acha iungue, lakini katika lugha ya mtaani inaweza kumaanisha acha ianze au acha iendelee. Mbunge huyo alizaliwa na kukulia Msumbiji, ambapo baba yake alikuwa akiishi uhamishoni baada ya kukaa mwongo mmoja kama mfungwa wa kisiasa Afrika Kusini. Alikulia na kaka yake pacha Duduzane na alikuwa mmoja wa watoto watano wa Zuma kwa mkewe wa tatu Keti Mantosh, ambaye alijua mwaka wa 2000. Duduzile na Duduzane wanasemekana kuwa wanajulikana zaidi kati ya watoto 20 wa Zuma waliodaiwa kuwa wa wake kadhaa na wapenzi wa zamani. Kwa miaka kadhaa alikuwa Duduzune aliyetawala vichwa vya habari baada ya uhusiano wake na familia ya Gupta yenye utata kufichuliwa mwanzoni mwa miaka 2010. Familia hiyo ilikuwa katikati ya madai ya ufisadi yaliyomkumba rais Zuma. Familia ya Gupta na Zuma wamekana kutenda makosa. Mbali na harusi yake ya kifahari na mfanyabiashara Lonwabo Sambudla mwaka wa 2011 iliyopewa jina la harusi ya mwaka, wakati huo Zuma Sambudla alijiweka mbali, alijikita zaidi katika kulea binti zake wawili na kuwa mama wa nyumbani, kulingana na tovuti ya habari ya Daily Maverick ya Afrika Kusini. Alitengana na mumewe bwana mwaka 2017. Ilikuwa karibu wakati huo ambapo alionekana zaidi akiwa kando ya baba yake kila alipojitokeza hadharani, iwe mahakamani au katika matukio ya kisiasa. Kuonekana kwake kulimfanya watu kumwangalia yeye zaidi. Zuma Sambudla alimuunga mkono baba yake alipojiunga na chama cha MK, licha ya kuwa mgeni kisiasa. Sasa ana kiti bungeni baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, na ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika chama licha ya kutokuwa na wadhifa wowote rasmi. Pia aliteuliwa katika bunge la Umoja wa Afrika. Mbali na ujumbe wake huo unaotamba wenye utata wa mwaka 2021, Zuma Sambudla amekuwa stadi katika kutumia akaunti zake za mitandao ya kijamii kuonyesha utaratibu wake wa mazoezi ya viungo, kutoa mwangaza wa maisha yake binafsi na kuwatukana wapinzani wake wa kisiasa mara kwa mara. Hadhi yake ya juu ya umma sasa inamshtaki kwa siasa kali sana kwa maslahi ya umma. Msomi wa sayansi ya siasa Profesa Beki Mngomezulu anaamini kesi hiyo inachochewa kisiasa na njia ya kupigana na baba yake. Kama asingekuwa binti wa rais wa zamani, kuna uwezekano mkubwa mashtaka haya yangefutwa muda mrefu uliopita, alisema hivyo. Wataalamu wote walihoji kuchelewa kwa mashtaka dhidi yake. Lakini wakati huo huo, shirika la polisi la kuangamiza ufisadi Hawks ilithibitisha kukamatwa kwake Januari mwaka huu, karibu miaka 4 baada ya maandamano hayo mabaya. Kumekuwa na kesi chache tu zinazohusiana na vurugu za mwaka 2021 ambazo zimefika mahakamani. Tume ya haki za binadamu ya Afrika Kusini katika taarifa iliyotolewa mapema mwaka huu ilisema kuwa kuna kesi 66 zinazoshughulikiwa na ofisi ya taifa ya mwendesha mashtaka NPA.